Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, na kwa ruhusa yako naomba nijibu swali namba 534 la Mheshimiwa Asha Juma Kombo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha wahitimu wa vyuo vya VETA wanapata ajira au fursa za kujiajiri baada ya kuhitimu mafunzo yao. Miongoni mwa mikakati hiyo ni utekelezaji wa mpango wa ushirikiano kati ya taasisi za elimu na mafunzo, waajiri na viwanda uliozinduliwa tarehe 9 Februari 2026 na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, wenye lengo wa kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi za elimu na mafunzo kwa upande mmoja na waajiri pamoja na viwanda kwa upande mwingine. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuhakikisha mafunzo yanatolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira, kupitia mkakati huo wahitimu watapata umahiri unaohitajika na waajiri, uzoefu wa vitendo pamoja na fursa za kuunganishwa na waajiri. Aidha, serikali inaendelea na zoezi la utambuzi wa mahitaji ya ujuzi, yani skills mapping, katika kazi zote za elimu na mafunzo ya ufundi nchini, linalotarajiwa kukamilika mwezi Disemba 2026, ambapo litasaidia kubaini mahitaji ya ujuzi yaliyopo na yanayotarajiwa. Hivyo matokeo yake yatawezesha utoaji wa mafunzo yanayoendana na mahitaji ya soko la ajira. Vilevile, serikali inaendelea kuimarisha mafunzo ya ujasiriamali kwa wanafunzi wa VETA ili kuwajengea uwezo wa kuanzisha na kuendesha shughuli zao za kiuchumi baada ya kuhitimu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Asha Juma Kombo, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, lakini na maswala madogo mawili. Swala A, kwa kuwa halmashauri miji na manispaa zinatoa mikopo kwa makundi ya vijana, wanawake na wenye ulemavu, je, ni kwa kiasi gani wahitimu wa VETA wanazingatiwa katika utoaji huo wa mikopo? Swala B, kumekuwa na ukosefu wa maeneo ya kufanyia shughuli kwa wahitimu wa VETA. Je, serikali ina mkakati gani wa kutenga maeneo maalum kwa wahitimu wa VETA kujifanyia shughuli zao za kujiajiri? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Asha Juma Kombo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia mamlaka za serikali za mitaa ni kweli wanatoa mikopo kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo iliyopo. Mheshimiwa Naibu Spika, wahitimu wa VETA wanaokidhi sifa wana haki ya kuomba mikopo hii kama wananchi wengine, na mara nyingi wanazingatiwa wakiomba kwa sababu ujuzi wao huwaongezea uwezo wa kuandaa miradi yenye tija. Kwa hivyo mikopo hii haibagui kijana yoyote, hadi wale ambao wanatoka vyuo vya VETA wanaruhusika kuomba mikopo hii na kupata nafasi. Na Mheshimiwa Naibu Spika, takwimu zinaonyesha kwamba wahitimu wa VETA wanaendelea kuomba mikopo hii na huwa kuna ongezeko la wahitimu hawa kila mwaka. Kwa hiyo pamoja na kwamba TANAP ni nzuri, niendelee kuhamasisha wahitimu wa VETA kuendelea ku access fursa hizi na kupata na kuhakikisha kwamba wanapata mikopo hii kama vijana wengine waliopo mitaani. Swala lake la B, Mheshimiwa Spika, serikali inatambua changamoto ya upatikanaji wa maeneo ya kufanya shughuli za kujiajiri kwa wahitimu wa vyuo mbalimbali ikiwemo VETA. Serikali inaendelea kutenga maeneo maalum kupitia mamlaka za serikali za mitaa, inaendelea kutenga maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za uzalishaji, biashara, viwanda vidogo na karakana katika mipango ya matumizi bora ya ardhi na mipango miji. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunatambua kuna maeneo machache, lakini serikali imeendelea kutenga maeneo haya ili kuwawezesha wahitimu kupata maeneo na sehemu za kujiajiri. Asante sana. Mheshimiwa Salma Kikwete, swali la nyongeza.
Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote naomba nipongeze serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa ajira kwa walimu na taasisi nyingine. Hongera sana. Lakini sambamba na hilo niwapongeze walimu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaifanya, na hata wale walimu ambao wanajitolea kufanya hizo kazi. Je, nini kauli ya serikali kwa walimu wale ambao wanajitolea angalau kupata kitu kidogo, yani incentive, ili na wao waweze kukidhi mahitaji yao? Na nasema haya kwa sababu ninao mfano hai katika jimbo langu la Mchinga. Walimu wanajitolea lakini hawana kitu chochote wanachopata kutoka serikali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mama Salma Kikwete kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kuwasemea walimu wenzake, lakini katika swala hili nadhani Mheshimiwa Waziri Mkuu alishalitolea maelekezo kwamba halmashauri ziendelee kutenga fedha kwa ajili ya walimu wanaojitolea katika maeneo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, na mimi nasimama na msimamo wa Waziri Mkuu kwamba halmashauri ziendelee kutenga fedha, na alitoa maelekezo kwamba hakuna kiwango maalum ambacho kimekuwa fix kwa ajili ya walimu hawa, lakini halmashauri zilipe kwa mujibu wa uwezo wao, kuona kwamba walimu wanaojitolea nao walau wanapata chochote. Asante sana Mheshimiwa Philipo Mlugo, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kuna ujenzi unaendelea wa chuo cha VETA pale wilaya ya Songwe, takriban mwaka huu ni mwaka wa 4, na ujenzi unasuasua mpaka sasa, hakuna kinachoendelea. Naomba kauli ya serikali, lini ujenzi wa VETA utamalizika? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Mlugo kama ifuatavyo. Ni kweli kuna ujenzi wa chuo cha VETA cha mkoa wa Songwe ambao unaendelea, na asilimia ya ujenzi ule umeshafika mahala pazuri sana. Nadhani tushakubaliana hapa kwamba fedha tayari zimeshatoka na fedha zimeanza kuingia katika vyuo ambavyo vinaendelea kujengwa, na by Septemba 2026 tunategemea kwamba vyuo hivi vyote vitakuwa vimemalizika. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.